ndani ya moyo wangu, na najua ya kwamba Bwana atatusaidia, tutaweza kubarikiwa. Kwa hivyo naomba utayarishe moyo wako ili tuweze kuingia katika neno la Bwana. Na siku ya leo Bwana ameweka ndani ya moyo wangu neno ambalo pia mimi mwenyewe nalihitaji sana. Kwa hivyo sio wewe tu, hata mimi mwenyewe ninaona nahitaji hili neno sana. Na kenye Bwana ameweka ndani ya moyo wangu ni ujumbe ambao inasema ya kwamba receiving from the Lord. Yaani kupokea kutoka kwa Bwana. Bwana yetu asifiwe. Bwana asifiwe. Na nilikuwa naangalia, ninaona ya kwamba kupokea kutoka kwa Bwana ni kitu rahisi sana, na pia ni kitu inaweza kuwa ngumu sana. Bwana asifiwe. Kupokea kutoka kwa Bwana ni kitu inaweza kuwa rahisi sana, lakini pia ni kitu ambacho kinaweza kuwa kigumu sana. Unajua Yakobo anatuambia kwamba pale mlango wa kwanza, mtu akikosa hekima amuendee Bwana ampatie hekima. Lakini anasema ya kwamba akimuendea amuendee kwa kuamini. Maana mtu ambaye wote ni washaka haezi pokea chochote kutoka kwa Bwana. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba kuna watu ambao hawawezi pokea chochote kutoka kwa Bwana. Na hapo ninaomba Mungu anisaidie sana, nisikue mtu ambaye ni mmoja ambaye haezi pokea chochote kutoka kwa Bwana. Bwana yetu asifiwe. Utakaa karibu na Bwana, utaonekana huko hapo karibu, kama ni kanisani utaonekana huko hapo karibu, lakini wewe kulingana na vipimo vya mbinguni, wewe hauwezi pokea chochote kutoka kwa Bwana. Bwana yetu asifiwe. Utaona mavuno, ndio wakati wa mavuno, watu wanavuna, lakini wewe kulingana na vipimo vya mbinguni, wewe unakosa nafasi ya kupokea kutoka kwa Bwana. Kwa hivyo nilikuwa namwambia Mungu anisaidie nisiwe ya kwamba siwezi kupokea kutoka kwa Bwana. Bwana yetu asifiwe. Na ile hali ya moyo wangu kutafuta, Bwana akanipatia neno ambalo tutalishiriki siku ya leo kuhusu kupokea kutoka kwa Bwana. Bwana asifiwe. Nataka tusome katika kitabu cha Marko mlango wa 9. Mark chapter 9. Mstari wa 14 tutasoma hadi mstari wa 29. Biblia inasema hivi: And when they came to the disciples, they saw great crowd around them, and scribes arguing with them. And immediately all the crowd, when they saw him, they were greatly amazed, and they ran up to him and greeted him. And he asked them, What are you arguing about with them? And someone from the crowd answered him, Teacher, I brought my son to you, for he has a spirit that makes him mute. And whenever it seizes him, it throws him down, and he foams and grits his teeth and becomes rigid. So I asked your disciples to cast it out, and they were not able. And he answered them, O faithless generation, how long am I to be with you? How long am I to bear with you? Bring him to me. And they brought the boy to him. And when the spirit saw him, immediately it convulsed the boy, and he fell on the ground and rolled about, foaming at the mouth. Jesus asked his father, How long has this been happening to him? And he said, From childhood, and it has often cast him into fire and into water to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us. And Jesus said to him, If you can, all things are possible for one who believes. Immediately the father of the child cried out and said, I believe, help my unbelief. And when Jesus saw that a crowd came running together, he rebuked the unclean spirit, saying to it,
You mute and deaf spirit, I command you, come out of him and never enter him again. And after crying out and conversing him terribly, it came out, and the boy was like a corpse, so that most of them say he is dead. But Jesus took him by the hand and lifted him up. But and when he had entered the house, his disciples asked him privately, why could we not cast it out? And he said to them, this kind cannot be driven out by anything but prayer. Na Bwana alibariki neno lake. Bwana yetu asifiwe. Nimesema ya kwamba Bwana ameweka ndani yangu ujumbe ya kwamba how to receive from the Lord, ama kupokea kutoka kwa Bwana. Na wapendwa, tukiwa kanisani ama tukiwa katika maisha yetu, kama kuna jambo muhimu ambayo tunahitaji ni kupokea mema kutoka kwa Bwana. Maana Bwana wetu si mkarimu, asi mchoyo. Yeye ni mkarimu. Yeye anataka kututendea mema kila wakati. Hata tukiingia katika ibada kama ya leo, katika hiyo experience ya worship, kuna vitu ambavyo Bwana anaachilia. Katika wakati wa neno, kuna mambo ambayo Bwana anaachilia. Wakati tunakutana tunasoma neno, kuna vitu ambavyo Bwana huwa anaachilia. Lakini akiachilia, inawezekana ya kwamba sio watu wote ambao watapokea. Bwana yetu asifiwe. Kwa hivyo Bwana wetu si Mungu mchoyo. Bwana wetu akiingia mahali, haingii mahali na anatoka vile. Uwepo wa Bwana unaposhuka, haukuji tu na unatoka vile. Uwepo wa Bwana kuna mambo ambao huo unabeba. Hata rais akiingia mahali unaona mambo inatengenezwa, barabara inatengenezwa, mambo inatengenezwa, na hiyo mambo hayaendi nayo, inaachwa mahali pale. Kwa hivyo Bwana akiingia mahali, lazima kuna vitu ambavyo amebeba. Lakini je, how do we receive from him? Bwana yetu asifiwe. Yakobo anatuambia ya kwamba watu wa shaka, watu ambao hawana imani, hawawezi pokea chochote kutoka kwa Bwana. Na ninaomba siku ya leo tutaondoka katika hiyo class katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. So nimeona mambo manne, 4 steps ya kupokea kutoka kwa Bwana, the process of receiving from the Lord. Number 1, we go to him, tunamwendea. Na utaangalia katika misali mingi katika Bible, utaona ya kwamba walimwendea Yesu wakamusihi. Hata katika Matthew utapata wale wenye the lepers walimtoka wakamwendea Yesu wakamuuliza. So the step ya kwanza ya kupokea kutoka kwa Bwana ni kumwendea. Bwana yetu asifiwe. We go to him, tunamwendea. Na hapa ambapo tumesoma tunaona huyu mzee ambaye alikuwa na kijana ambaye alikuwa na shida, alikuwa anaangushwa chini. Sasa alikuwa amemwendea Yesu. Akimwendea Yesu, matarajio ni ya kwamba atapokea uponyaji wa kijana wake. Bwana yetu asifiwe. Kwa hivyo step ya kwanza ni kumwendea Yesu. Praise the name of the Lord. So the first step is to go to him. Ni kwenda kwake, ni kumtafuta, ni kumwendea mahali hapo tuweze kupokea kutoka kwake. Kwa hivyo huyu mzee akaenda akakutana na wanafunzi wake. Akakutana ya kwamba Yesu ako mlimani akiomba. Kwa hivyo akakutana na wanafunzi wake ambao hawakuweza kumtimizia ile haja ambayo alikuwa nayo. Bwana yetu asifiwe. So the first step ni kumwendea Yesu. The second step ya pili ni kumuuliza. We ask of him. Tunamuuliza. Unajua katika Bible study, sijui kama ni hii Tuesday ama ni the other Tuesday, tulikuwa tunasoma kuhusu kipofu ambaye aliitana kwa Yesu, na wakati aliitisha attention ya Yesu, sijui kama ni Matthew 20 ama 21 hapo, huyo kipofu wakati Yesu alipatiana attention yake, Yesu anamuuliza swali fani, unataka nikufanyie nini? Bwana yetu asifiwe.
Si anaona ni kipofu. Na si anajua nataka kufanya nini? Nataka kuona. Lakini Yesu anamuuliza swali ambayo kama ni wakati huu unaweza sikia kama huyu mtu ako na madharau. Si anaona nataka kufanya nini? Kuona. Bwana yetu asifiwe. Unaona Yesu anaenda kwa yule kilema ambaye alikuwa katika the pool. Anampata amelala hapo. Anamuuliza, "Je, ungetaka kupona?" Sasa maswali kama hayo hai mtu kwa ubinadamu, hiyo maswali hata inaweza kukukwaza. Si anaona niko hapa nikigojea maji fanya nini? Itibuliwe. Kwa hivyo kwa kuwa hapa ninataka nifanye nini? Niponywe. Bwana yetu asifiwe. Na watu wengi utaona katika Biblia Yesu alikuwa anawauliza, "Je, unataka nikufanyie nini?" Bwana asifiwe. Kwa hivyo step 2 ya kupokea kutoka kwa Bwana ni to ask of him. Ni kumuuliza. Usinyamaze, muulize. Ask him. Mwambie kenye unataka. Mwambie unataka namna gani. Usidhani ya kwamba anajua yote. Unasema Mungu unajua yote. Hapana, ndio anajua, lakini anataka umuulize. Bwana yetu asifiwe. Mungu unanijua, unajua kenye unajua tu. Wewe utazeeka ukisema tu anajua tu. Anataka umuulize. Ask him. Bwana yetu asifiwe. How can Jesus aone hawa vipofu wanamuita kwa bidii? And then wakimkaribia anaanza kuwauliza, "Unataka nikufanyie nini?" Hata Bartimaeus wakati alimuita Yesu alimuuliza, "Je, unataka nikufanyie nini?" Praise the name of the Lord. Sasa watu wengine tunamuendea Yesu, ndiyo tumeenda. We take the first step ya kupokea kutoka kwa Yesu na tunamuendea. Hiyo tunamuendea. Lakini tukiwa hapo tunamwambia, "Venye tu utafanya na mimi, fanya. Venye tu nataka, fanya." Lakini hataki hivyo. Anataka tumwambie tunataka nini. Bwana yetu asifiwe. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo ukikuja tu na hauongei, wewe utaonekana hautaki. Umetosheka. So the second step it is to ask of him. Na huyu mzee najua Yesu alikuwa ameona hii situation, lakini anamuuliza, "Je, unataka nini?" Which verse is that? "And they brought the boy to him, and he answered, so I asked your disciples." So Yesu anajaribu kumuuliza, "Unataka nikufanyie nini?" Kwa hivyo anataka yeye mwenyewe aseme, "Unataka nikufanyie nini?" Akamuuliza ya kwamba I think the verse 22, "But if you can do anything, have compassion on us. Help us." Tusaidie. Bwana yetu asifiwe. Sasa nataka utoke hiyo kiwango cha kusema nilienda kanisani, kwa hivyo Mungu aliniona atanisaidia. Wakati ulikuja ulimwambia unataka nini? Na wakati ulikuwa unamwambia ilikuwa inaonekana kama unadhihirika ama tu ni by the way, hata akinipatia hiyo ni sawa tu. You have to be specific. Bwana yetu asifiwe. Bwana asifiwe. Maana hatutapokea chochote kwa Bwana kama kuna wakati itafika ya kwamba wewe utaona tu watu wakipokea, unaambiwa wewe haukuitisha, wewe ulinyamaza tu. Bwana yetu asifiwe. Wacha wapendwa niwaambie hivi, kwanza ukisikia uwepo mwingi wa Mungu umeshuka, usikie sijui I want to believe wewe unasikia wakati uwepo mwingi wa Mungu umeshuka. Wacha nikwambie hiyo ni nafasi nzuri sana ya kwenda mbele za Bwana. Bwana yetu asifiwe. Wakati praise and worship wametuongoza katika kuabudu na Bwana amewasaidia, wamevuta uwepo wa Bwana umeshuka. Wacha nikwambie, wacha kujiangalilia watu. Hiyo ni nafasi nzuri ya kumwambia Bwana. Bwana yetu asifiwe. Wewe haujawahi ona watu wakikaribia watu wakubwa wa nchi. Hapo ndio wanapata nafasi ya kuambia, na hapa natakanga pakue hivi, na kuna shamba pale inakuanga na shida, tusaidie. Bwana yetu asifiwe. Wewe usinyamaze tu, jiangalilie watu. Umepata nafasi nzuri ya kumwambia Mungu kenye unataka.
Ndio maana anasema ya kwamba kuna watu wanaweza ingia tu kanisani lakini wasipokee, maana hawajui njia za kupokea kutoka kwa Bwana. Bwana yetu asifiwe. Na uwepo wa Mungu wakati umeshuka mwingi, hiyo ni wakati mzuri sana wa kupokea kutoka kwa Bwana. Bwana yetu asifiwe. Sasa the step ya tatu ambayo niliona kwa maandiko, na hii ni moja tu tunaweza ona katika haya maandiko tumesoma, utaipata imekuwa repeated in so many other places wakati Yesu alikuwa anawafanyia watu mambo, ama wakati alikuwa anawaponya. Ya tatu ni ya kwamba we must believe. Sasa hapa ndipo huwa tunaangukia mtihani mara mingi. Bwana yetu asifiwe. Lazima tuamini. Praise the name of the Lord. The step ya tatu ni kuweka imani. Yaani hapo ndipo watu wengi huwa tunaangukia mitihani. Maana Yesu akamuuliza ya kwamba if you believe, anything is possible to the one who believe. Na Yesu alikuwa anamuuliza, do you believe? Na yeye akashauta akasema, yes I believe. Lakini yeye pia na huko ndani alikuwa anasikia kitu kinamwambia wewe hauwezi amini. Kwa hivyo akamwambia, help my unbelief, nisaidie kutoamini kwangu. Bwana yetu asifiwe. Unajua wakati huu wa World Cup kuna timu ambazo zinakuja, haujui una support gani. Unasema una support hii, lakini boli ikiendelea pale karibu na kufungwa unasikia wasifunge. Lakini unasema unafanya nini? Bwana yetu asifiwe. Bwana asifiwe. Unasema una support, lakini wakikaribia kufunga unasikia fanya nini? Bwana yetu asifiwe. Kwa hivyo anawaambia ya kwamba mimi ninaamini, lakini bado unasikia kuna kakitu kanaweza kakwambia haiwezekani. Kwa hivyo akamwambia ya kwamba help my unbelief, saidia kutoamini kwangu. Bwana yetu asifiwe. Na nilikuwa naona na Bwana akanipatia kitu ambacho sijaiona, ya kwamba ile mikono tunatumia kupokea kutoka kwa Bwana katika ufalme huu inaitwa imani. Bwana yetu asifiwe. What happened or what we do with the hands on this physical realm is what we do with faith in the spiritual realm. Bwana yetu asifiwe. Katika hii ufalme, hiyo mikono ambayo kenye unajua mikono ni ya kupokea. Sasa katika huu ufalme na katika mambo ya kiroho, mikono yetu ni imani yetu. Praise the name of the Lord. Mikono yetu ni imani yetu. Na maana sijawahi fikiria hivi, nimeifikiria hii wiki kuona ya kwamba wakati tunaambiwa tunyoshe mikono, kumbe ni imani yetu tunaambiwa tunyoshe kwa Mungu. Kenye tunapokea nayo ni imani yetu. Bwana yetu asifiwe. Na nikajaribu kufikiria, je, kuna mtu mwingine ameiona hii? Na nikaona kumbe sikuwa wa kwanza. Nikaona kuna mtu hiyo miaka ya 16th century alikuwa anaitwa Thomas, na alikuwa anasema ya kwamba the hands, faith is as the hands of the soul. Yani mikono imani ni mikono ya nafsi. Bwana yetu asifiwe. So what you receive with ni imani. Bwana asifiwe. So umemwendea Yesu, umefika, umemwambia kenye unataka. Sasa kenye utapokea nayo ni kitu ambacho kinaitwa imani. Bwana yetu asifiwe. Sasa wakati mwingine mambo inaachiliwa, lakini unajipata mikono ya kupokea hauna. Bwana asifiwe. So umeitisha, zimeachiliwa, lakini mikono ya kupokea hiyo ndio hauna. Ama hiyo mikono ni minyonge, haiwezi shikilia kenye umeitisha. Bwana asifiwe. Hebu tuwekewe picha ambayo
kwa nimetengeneza mahali pale, hiyo ya minyonge hiyo. Bwana asifiwe. Ni ya kwamba huyu ameitisha kitu kubwa, lakini ukiangalia mikono yake, hii mikono, hii kitu ambacho ameitisha kikimwangukia hiyo mikono itamulete chini. Kuna wengine sijui kama uko nayo ya Afrika, ya kwamba hii mikono ni mikono ambayo haina nguvu, imeitisha mambo makubwa makubwa, lakini huyu ni mtoto bado, mikono yake haiwezi handle, it cannot handle whatever he is asking. Kwa hivyo itafika kwa mikono, how can the hands hold such a 100 rudisha kwa hiyo ya mtoto, how can the hands ishikilie kitu ya kilo 100? Haiwezi. 100 kg, hiyo mikono haiwezi. Wanaitwa sifiwe. Kwa hivyo itafika, aliitisha, itafika ndio, lakini uwezo wa kuipokea hiyo ndio inakuwa haina. Bwana yetu asifiwe. Lakini watu ambao wako na mikono ambao iko na nguvu, tunaweza enda hapo kwa watu ambao wako na mikono ambao iko na nguvu, wanaweza pokea mambo kutoka kwa Bwana. Bwana yetu asifiwe. Bwana asifiwe. Leo wapendwa, ninaomba Bwana ajenge imani zetu. Maana nimegundua ya kwamba hakuna chochote tutaweza kupokea kutoka kwa Bwana kama hatuna mikono, na mikono ni imani. Bwana yetu asifiwe. Wewe utaitisha tu, lakini kupokea itakuwa ni ngumu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Huyu mzee akaambia Yesu, Yesu, ninaamini, lakini saidia imani yangu dogo. Nisaidie, maana imani yangu ni dogo. Sile upokee mikono ambayo inaweza pokea ambacho unaitisha. Bwana yetu asifiwe. Mambo mengine ya mbinguni ni mazito, iko na nguvu zaidi, na ikiachiliwa inahitaji mikono ambayo iko na uzito wa kuishika na kuiweka chini. Bwana yetu asifiwe. Praise the name of the Lord. Bwana yetu asifiwe. So tunahitaji Bwana aweze strengthen our hands. In this case we are talking about strengthen our faith, that we can be able to receive from the Lord. Praise the name of the Lord. Bwana yetu asifiwe. And you cannot be able to receive more than you can believe. You cannot be able to receive more than you can believe. Hauwezi weza kupokea zaidi kwa vile unaweza amini. Na nilikuwa naangalia what strengthen our faith. Ni nini hiyo inafanya imani yetu ikiwe na nguvu? Ama ni nini hiyo inafanya mikono yetu ikiwe na nguvu? Unajua wale watu wanachukua weight, huwa wanaenda wanafanya practice, wanapata muscles, wanaweza kugain more strength ya kuinua chuma. Sasa ni nini hiyo ambayo inafanya imani yetu iwe na nguvu? Because you can have there weak faith, there is no faith, and there is strong faith. Sasa Yesu alikuwa ameambia wanafunzi, enyi watu ambao hawana imani. Wanaitwa sifiwe. Na nikaona ya kwamba kitu moja ya kutusaidia kujenga imani yetu ni kusikia. Katika Romans 10:14 inasema ya kwamba watu watajuaje? How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have not heard? And how are they to hear without someone preaching to them, or without someone telling them? So hauwezi pata imani kama haujasikia. Imani huwa tunaipata kwa kusikia. Bwana yetu asifiwe. So one way ya kujenga imani yetu ni kwa kusikia. Ni kwa kusikia. Na katika Mark 4:24 huwa inatuambia ya kwamba tuchunge sana kenye tunasikiza. Beware of what you are listening. Kwa hivyo imani huwa inakuwa fed by listening, kwa kusikiza.
Hata psychologists huwa wanasema ya kwamba kenye tunasikia huwa ina shape our personality, ina shape our brain chemistry, na ina shape our relationship, na ina shape our world view. Kenye tunasikia inaendelea tu ikitutengeneza kidogo kidogo, mitazamo inatutengeneza hivi, inatutengeneza hivi. Kwa hivyo kenye tunasikia, hiyo ndiyo huwa inajenga ama ndiyo huwa ina strengthen our faith. Bwana yetu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa swali ni, wewe huu unasikiza nani? Ama huu unasikiza nini? Tunamshukuru Mungu saizi unanisikiza. Lakini kesho tu Saturday, wewe utakuwa ukisikiza nini? Ama utakuwa ukisikiza nani? Bwana yetu asifiwe. Na unajua siku hizi there are so many things to listen to. Kuna mambo mengi sana ya kusikiza. Kuna radio asubuhi, kuna nipatanisho. Bwana yetu asifiwe. Kuna mambo mengi ya kusikiza. Unaamukia kusikia hiyo ukienda kazini. Hiyo ndio unasikia. Kuna watu wengi hata ukiingia kwa kazini watashinda wakikuambia mambo. Jua they are feeding you. They are feeding your faith. Hata ukienda hapo nje tu watakwambia two term, one term, watakuwa wana feed your faith. Tunakufa, tunaisha, and they are feeding your faith. Bwana yetu asifiwe. So our faith is built by what we listen to. Bwana asifiwe. Sasa wewe huo unasikiza nini? Maana it's a menu of building or destroying your faith. It is a menu. Wewe endelea tu kukula inaitwa junk food ama inaitwa magara. Junk food. Endelea tu kuikula na uniambie utakuja kuinua chuma hapa. Hautainua. Utafail ukiinua. Wewe endelea tu kukula tu biscuit kila siku. Biscuit. Na uniambie utaweza kukimbia. Hauwezi enda mahali. Bwana yetu asifiwe. Wewe huo unasikiza nini? Hebu uliza huyo mmoja, wewe huo unasikiza nini? Kutoka Monday hadi Saturday wewe unasikiza nini wewe? Mwingine anasikia watu ambao wanawaambia wewe hauwezi kitu. Wewe kwanza kwa watu wa kwenyu, wewe hata hawakuangi kichochote wewe. Inaingia, ina shape wenye unafikiria. Unajua hata Mungu aliuliza Adam. Wakati Adam alisema ya kwamba nimejipata niko uchi, akamuuliza nani amekwambia? Sasa watu wengine hapa ile mambo ile wanasikia ni kama wanaanguka, ni kuambiwa waliambiwa. Sasa nani amekwambia? Wewe huu unasikiza nani by the way? Bwana yetu asifiwe. Bwana asifiwe. Nimejizoesha ya kwamba nikienda na public means na bebanga earphones. Nikiingia tu, maana I may not be able to control kenye kimewekwa pale. Naweka kenye mimi nitasikiza yangu na naiweka full blast kwa masikio. Kwa hivyo mimi sisikii kenye kinaongewa huko. Juzi nilienda mahali nikajipata sijabeba. Na kenye kilikuwa kinaongeleshwa kwa TV nilikuwa nasikia kinanisumbua. Nilikuwa nashindwa sasa hapa nitafanya namna gani, maana hiki kinaongeleshwa hapa kinanisumbua. Bwana yetu asifiwe. Wewe huo unasikiza nini? Maana hiyo ndio shida kubwa tuko nayo. Kenye ambacho tukisema receive au receive ni kwa sababu hauna mikono ni haiko. Bwana yetu asifiwe. What do you feed on? Jishoeshe kila siku kusikia neno. Angalia zile music unasikiza. Angalia wale watu ambao unakaa na wao wanasema nini, wanaongea mambo gani, maana ujue hao hawatengenezi imani yako. Bwana yetu asifiwe. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Wewe jiangalie sana ile mambo unasikiza. Maana Biblia inasema ya kwamba Romans 10:10 watapata imani aje kama hawajasikia. Sasa sijui tukiangalia hizo picha
wewe sasa mikono yako inakaa namna gani? Tukisema ya kwamba Bwana anaweza tutendea mambo makubwa, hiyo imani ya kupokea hayo mambo makubwa inakuwa haipo. Praise the name of the Lord. Njia nyingine ya kujenga imani ni kupitia kitu ambacho kinaitwa word study, kusoma neno. And we are meant to feed on the word of God. Katika Bible study asubuhi, Yesu alimwambia shetani ya kwamba mtu hata kaa tu kwa mkate, bali ila kwa neno langu. Kwa hivyo neno la Bwana ndio tunafaa kufeed on, tuweze kuliweka ndani yetu, tuweze kulisoma, tuliinternalize, tuweze kulifikiria. Hata ukiweza kulala ukiisikiza, ndio unaweza kuwa wewe umelala, lakini weka tu ikiongea tu, weka tu ikae tu hapo ikiongea tu, ikiongea. Hata ukiota unaota na hiyo neno ambao inaongea hapo. Bwana wetu asifiwe. Na wengi wenu niliwapatia zile audio Bible. Sasa sijui kama huu unaitumia kusikiza neno, ukifanya kazi unasikia tu, unasikia tu. Bwana asifiwe. Hata ukilala iweke, iongee. Praise the name of the Lord. Na unajua Peter, wakati Yesu alitembea katika maji katika Matthew 14:28 and 29, Peter aliona Yesu ametembea juu ya maji, akamuuliza, ni wewe? Naye Yesu akamwambia, kama ni wewe Peter, kama ni wewe niambie nikuje. Kwa hivyo Yesu alikuwa aachilie neno. Akiachilia neno, naye Peter apate imani ya kutembea juu ya maji. Kwa hivyo neno la Bwana linaweza katupatia nguvu za kutembelea mambo ambayo haiwezekani. Inajenga imani yetu. Bwana wetu asifiwe. Na ya tatu ambayo inajenga imani yetu ni kupitia maombi na kufunga na kuomba. Praise the name of the Lord. Huyu mtu akamwambia Yesu, naomba usaidie kutoamini kwangu ili niendelee kufanya nini? Kuamini. Praise the name of the Lord. Akamwambia kwamba saidia kutoamini kwangu. Ndio nataka kukuamini, lakini niko na shida. Prayers, they build our faith. Praise the name of the Lord. Inatusaidia kujenga imani yetu. Kwa hivyo wapendwa, ukisikia tumeitana na maombi, unaweza kuwa hauna shida, lakini kuja kwa sababu ya imani yako. Kuja ujenge imani. Hata sio lazima tuitane. Wakati wote ukisikia unataka kuingia hapa kanisani, ingia uweze kuomba, uweze kujenga imani yako, ili wakati inahitajika utaweza kuitumia. Praise the name of the Lord. Bwana wetu asifiwe. Sasa nataka uone kwa nini haja ya imani. Yesu anamwambia huyu mzee katika hiyo verse 25. Anamwambia kwamba verse 24, the father of the child cried out and said, I believe, help my unbelief. And then Yesu akaribuke, verse 25, akaribuke the spirit. Na kwa sababu ameiribuke, we expect hiyo spirit iachane na nani? Na huyo nani? Sasa nataka uone umuhimu wa imani. Aachane na huyo nani? Kijana. Akairibuke, akaikemea. Lakini ya kushangaza, verse 26, hiyo process ya kupokea ilikuwa inakaa ni kama ndio kijana anakufa. Bwana asifiwe. Bwana hiyo verse 26, and after crying out and conversing him terribly. Bwana asifiwe. Umemuita Mungu, naye Mungu ameitika na ameachilia neno. Lakini baada ya mambo ya kuwe mazuri, inakaa kama ndio imeharibika. Kumbe ni process ya kupona. Bwana asifiwe. Sasa hapo ndio imani inahitajika. Maana wewe umemuita atengeneze, lakini anaonekana kama ndio ameshikwa kabisa. Wapendwa, unanipata venye nasema? Yaani Yesu ameiribuke ile demon, lakini baadaye muachilie. Verse 26 inasema ya kwamba ikamshika tightly, terribly. Na Biblia inasema ya kwamba kijana akaanguka chini kama mtu ambaye amekufa. Sasa kama hapo ulikuwa umeomba na imani, ulikuja kwa Mungu ukaitisha, lakini sasa imani mikono inaregea, ukiona venye mambo imeanza kwenda, utasema ai, afadhali hata singekuja kwa huyu Mungu, ni kama mambo imeharibika zaidi. Kumbe ndio inatengenezeka.
Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndio imani inafanya nini? Inafanya kazi ili hiyo process ya kutengeneza iishe. Praise the name of the Lord. Sasa naona huyu kijana badala ya kuwe mzuri, anakuwa ni kama sasa ndio ameisha. Hata watu ambao walikuwa hapo wakaanza kusema he is dead, amekufa. Sasa ukisikia hiyo na ulikuwa na imani mambo inakuwa mazuri na watu wanasema he is dead, hapo imani yako inakuwa kaput, inaisha. Mpendo, unanipata? Yaani ameomba Yesu na Yesu amekemea. Lakini baada ya kuonekana kama mambo yamekuwa mazuri, anaonekana kama ndio amekufa. Ile point ya kuomba na kujibiwa, majibu imeachiliwa. Ile point ya kupokea, ya kuishika, uweze sasa kuikamata. Hapo mpendo anakuambia unahitaji imani. You will be kept by faith. Maana kuna uwezekano uone hata hakuna kitu kizuri kinakuja, na kumbe iliachiliwa. Lakini kulingana na venye inaonekana amekufa. Praise the name of the Lord. Bwana yetu asifiwe. Kwa hivyo watu wakasema ya kwamba he is dead. Kama wewe ndio ungekuwa baba, si hata wewe ungesikia sasa, hata afadhali hangekuja. Afadhali tu alikuwa anaanguka lakini hakufi. Lakini huyu Yesu sasa venye ameingia anafanya hata sasa hapo ndio imani inafanya kazi. Unashikilia kwamba hata kama anaonekana kama amekufa, hajakufa, yuko tu. Bwana yetu asifiwe. Na najua naongea na watu ambao wameaiomba, na wakiomba venye wanaomba ndio wanaona kama mambo inaharibika. Yaani unaona kama sasa ndio kumeshikana zaidi. Wewe jitie moyo. You are still in the process. Bwana yetu asifiwe. Wewe shikilia, jitie moyo. Kama alisikia na alisema atafanya, basi hata kama inaonekana kumeshikana, bado iko kwa process. Bwana asifiwe. Usivunjwe moyo na sauti nasema ya kwamba haya hakuna mahali anaenda, kumeisha, ameisha. Na ujue sasa hizo sauti zitatoka. Na huwezi zuia watu kusema, maana wanasema Kenya wana. Bwana asifiwe. Hadi watu wakasema aya, he is dead. Sasa na jaribu kuimagine imani ya huyu mzee. Naona hapa tu ni Mungu tusaidia. Maana sasa Yesu amekufa mikononi mwako. How? Praise the name of the Lord. Lakini bado kazi ya Yesu, kenye Yesu alikuwa alimeitishwa, bado alikuwa anadeliver. But Jesus took him by the hand and lifted him up and he arose. Bwana yetu asifiwe. Wewe tia imani yako nguvu. Sijui umeomba nini na unasikia ni kama sasa imeharibika sana. Wewe jitie nguvu katika jina la Yesu. Wacha mikono yako ipate nguvu ya kupokea. Mikono yako isikue weak ya kwamba haiwezi pokea. Wewe jitie nguvu. Unaweza onekana kama sasa hii haitafanyika. Wewe naomba mikono yako ipate nguvu siku ya leo. Na ninaomba siku ya leo Bwana atie mikono ya watu nguvu. Atie imani za watu nguvu. Unajua hata wanafunzi walienda kwa Yesu akamwambia, Bwana, tunaomba utuongezee imani. Kwa kudili na Mungu, hauwezi dili na Mungu bila imani. Bwana yetu asifiwe. Na sikwambia kwamba itakuwa rahisi. Sikwambia kwamba hiyo process inaweza kuwa rahisi, lakini iko na kutokea. Praise the name of the Lord. Inaweza kuwa haiko rahisi lakini iko na kutokea. Unajua one way of faith. Faith, you don't say you have faith, you express faith. And one way you express faith is persevering, is not losing hope. Kwa ile maneno unaongea na kinywa chako. Bwana yetu asifiwe. Sio kusema tu niko na imani, ni hata ni kuoneshana na muamini Mungu. Hata kama inaonekana kama amekufa, I still believe. Help my unbelief. Praise the name of the Lord. Hii imani ya kushauti hii haifanyi mambo mengi. Imani ambayo inatakikana ni ile inaoneshanwa, niko na imani. Kumeenda hivyo lakini bado ninaamini Mungu. Na wacha nikwambie mambo ya Mungu haina mambo ya Mungu hakuna kupatiwa guarantee. Ati 5 years ni kwenda kwa kuamini, aliyeniita ni mwaminifu na itafanyika. Praise the name of the Lord. Wapendwa, naomba tusoe na miguu yetu. Tunapowekewa hiyo picha ya mtu ambaye yako na mikono yenye nguvu,
Ninaomba imani yetu ijengeke siku ya leo. Naomba Bwana aongeze watu wake imani ili waweze kupokea mambo mengi na utajiri mwingi. Wacha nikwambie, kuna utajiri mwingi Bwana ameachilia katika haya madhabahu, lakini sio watu wote wanapokea. Utajiri unakuwa umekaa tu, lakini watu hawapokei. Ni kwa sababu hakuna imani, ni kwa sababu mikono ni dhaifu, haipokei ambacho Bwana ameachilia. Enda mbele za Bwana, mwambie Bwana, naomba unipatie imani. Kuna mambo makubwa umeitisha, hautaweza kuyapokea kama hauna uwezo fulani, kama imani yako ni dhaifu. Bwana akupatie nguvu siku ya leo ya kupokea hayo mambo mazito mazito, mambo ambayo kwa wanadamu sio, haiwezekani. Bwana akupatie uwezo ya kuyapokea katika jina la Yesu. Enda mbele za Bwana, mwambie Bwana akusaidie imani yako. Mwambie Bwana akuongezee imani, akuongezee imani. Hautafanya makubwa katika dunia hii usipokuwa na imani. Bwana ndiye anapatiana imani. Bwana ndiye anapatiana imani. Misuli yako ipate nguvu ili uweze kufanya mambo makubwa kwa Bwana. Misuli yako ipate nguvu katika jina la Yesu. Mwambie Bwana akusaidie siku ya leo. Fungua kinywa Bwana, Bwana akusaidie. Kumbuka tumesema ya kwamba njia ya pili ni kuitisha. Sijui unaitisha nini siku ya leo Bwana. Mwambie Bwana akupatie, na mwambie Bwana akupatie imani ya kuweza kushikilia. Huyu mzee alimwambia Yesu, nataka huyu kijana yangu apone. Tena akamwambia, nisaidie imani yangu isije ikapungua. Simwambie Bwana akusaidie siku ya leo katika jina la Yesu. Enda mbele za Bwana, mwambie akusaidie.